Unafuatilia? Unafuatilia hapo? Nataka usikie kama itakuwa inatoka vizuri. Sasa hapo unasikia? Sawa. Nataka kuzungumza mimi na yani. Yale masanisho yako kusema. Nani? Karibu sana kwenye ufuatiliaji wa utajaji na usikilizaji wa mwenendo wa kesi ya Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu yanayosikizwa leo. Kwa mara nyingine utakuwa pamoja nasi kwa kipindi chote tukiwa mbashara, na wale ndugu zangu wengine kwa maana ya vyombo vya habari vingine vinavyorusha kutoka kwenye kiungo rasmi cha mahakama, basi tuendelee na kazi hiyo. Lakini nitoe angalizo kwamba mara baada ya mahakama kuwa imekoma, matangazo hayo hayataruhusiwa kurushwa tena. Mara mahakama itakapokoma, kwa maana ya baada ya kumalizika kwa usikilizwaji wa mashauri haya mawili, maudhui ya mahakama hizo mbili, mashauri hayo mawili hayatapaswa kurushwa tena. Naomba sana tuzingatie hilo, ni kwa mujibu wa sheria na kanuni za mahakama zilizopo. Karibuni sana. Mara mahakama itakapoanza, basi tutakwenda live kwa viungo vile viwili, kimoja kikiwa ni hiki cha Kiswahili na kingine ni kile cha Kiingereza, ambavyo vyote tumeviwasilisha kwenu umma muweze kufuatilia mwenendo wa mashauri haya. Karibuni sana.
Kwa kibuni hivi na sisi Jamhuri itakuwa wapi? Mheshimiwa Jamhuri Mheshimiwa, pendeze mahakama yako tukufu. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, naitwa Nasoro Katuga, wakili wa serikali mkuu. Nasaidiana na Jobu Mrema, wakili wa serikali mwandamizi. Tawabu Isa, wakili wa serikali mwandamizi. Harrison Mikosi, wakili wa serikali. Cuthbert Milingi, wakili wa serikali, na Winiwa Kasala, wakili wa serikali. Mheshimiwa, jopo hili linaiwakilisha jamhuri katika shauri hili. Yes. Mheshimiwa, upande wa utetezi naomba wajitambulishe wenyewe kwa sababu ya jopo kubwa hili. Karibuni. Asante Mheshimiwa, naitwa Mpale Kaba Mpoki. Yes. Mwakilisha mshtakiwa nikisaidiwa na wakili Alute Mugwai. Yes. Wakili Peter Kibatala. Yes. Wakili Jeremiah Mtobesia. Wakili Jebra Kambole. Wakili Hekima Mwasipu. Wakili Gaston Garubindi. Subiri. Nafasi. Jebra yuko wapi? Okay. Karibu. Baada ya Jebra Hekima Mwasipu. wapi? Subiri kidogo. Yes, endelea. Gaston Garubindi. Sisti Masawe.
Yes. Suleiman Matauka. Suleiman Matauka. Michael Mwangasa. subiri kwanza. Suleiman Matauka. Matauka. Yes. Michael Mwangasa. Yes. Jacob Mogendi. Edward Heche. Paul Sabo. Ikoti Lisu. Maria Mushi. Maduhu Kulwa. Catherine Michael. Doris Kafuku. Deus Singa. Deogracias Mahinyila. Frederick Msaki. Na wa mwisho ni Ferdinand Makoe. Frederick nani? Frederick Msaki. Na Ferdinand Makoe. Yes. Okay, asante. Asante, naona mshtakiwa amenyosha mkono. Mmemruhusu aongee? Ya, tumemruhusu. Karibu. Ngoja kwanza. Tuko kwenye quorum. Unataka kuongelea kuhusiana na quorum? Nataka kuzungumza kuhusiana na mawakili wangu. Namna tunavyoenda mbele. Okay, tumalize kwanza kwenye quorum. Alafu tuende sasa. Nimeshamaliza kwenye quorum. Ya, nimemaliza. Sawa, Jamhuri. Mheshimiwa mshtakiwa yupo na shauri kwa ajili ya kutajwa. Ngoja kaa sasa. Endelea. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa, kama ambavyo nimepokeza, nataka kuzungumza juu ya uwakilishi wangu kwenye mashauri haya. Na nitakachokisema Mheshimiwa, naomba rekodiwe sawasawa na masomo yako. Mheshimiwa, nina mawakili kwa hesabu ya haraka kwa jinsi walivyovitambulisha, na mawakili zaidi ya 30. Yes. Na mawakili hawa Mheshimiwa Hakimu, niliwachagua mimi mwenyewe, ni mawakili wangu, na niliwachagua kwa sababu nina imani na full confidence na uwezo wao wa kuwakilisha katika mashauri haya, katika kesi hii. Wengi wao nimefanya nao kazi. Hawa wazee wawili hawa, mzee Alute na mzee Mkoko pale Mkoko, wamenilea mimi taaluma,
vile kwa kesi ya mzee Alute amenilea litera, yeye amechukua nafasi ya mzee Lissu. Ni mawakili ambao kwa miaka yote ambayo nimewafahamu wana uwezo mkubwa sana, full confidence. Sasa Mheshimiwa Hakimu, leo hii hapa tulipo ni siku ya 68 tangu nilipoletwa mbele ya mahakama yako tukufu na kusomewa mashtaka ya uhaini. Siku 68 natoka siku niliposomewa mashtaka ya uhaini, Mheshimiwa, uliamuru nipelekwe magereza nikawe mfungwa mahabusu. Na kwa siku 68 hizi nimekuwa mahabusu kwa wiki moja gereza la Keko, na tangu Ijumaa Kuu nimekuwa kwenye gereza kuu la Ukonga. Siku 68. Katika hizi siku 68, Mheshimiwa, mawakili wangu hawa wamekuja kunitembelea gerezani ili tushauriane namna ya kukabiliana na mashtaka haya. Hawajaacha kuja mahakamani, hawajaacha kuja magereza, na muda wote ambao wamekuja katika hizi siku 68 hawajaruhusiwa kuniona na kuwasiliana na mimi in confidence. Hawajaruhusiwa kuonana na mimi na kuzungumza na mimi kwa faragha, kitu ambacho kimetokea Mheshimiwa. Ukiingia kwenye gereza kuu la Ukonga, unapopita reception, una kachumba kulia kwako hivi. Hapo kachumba kamegawanywa mara mbili, kamegawanywa na ukuta wa kioo. Ukuta wa kioo. Kwa hiyo wanapokuja wanasimama nyuma ya kioo upande wa reception, na reception iko nyuma yao kidogo, na mimi nasimama upande mwingine wa kioo. Tunawasiliana kwa simu na mawakili, tunawasiliana kwa simu. Hakuna fursa ya kubadilishana nyaraka, na mimi na manyaraka mengi sana. Hakuna fursa ya kuandika chochote kwa sababu hakuna meza ya kuandikia, hakuna kiti. Mnazungumza kwa simu. Sasa Mheshimiwa, nimedai sana kwa mkuu wa gereza kwamba kama mfungwa mwenye mawakili, nina haki, narudia, nina haki ya kuonana na mawakili in confidence. Ni haki, sio mapenzi ya bwana jela. Ni haki kama ambavyo nikafafanua, na bwana jela amenikatalia. In fact, Mheshimiwa Hakimu, kuna wakili mmoja alimtembelea hapa, nikapiga kelele sana bwana jela, akaniambia kama unaona simu haiwezekani, njoo ukae hapa reception. Reception palipojaa maafisa wa magereza, muongee. Yeye yuko upande wa pili wa ile lilango la green la chuma, yuko upande wa pili, mimi niko upande wa gereza. Tunazungumza, maafisa wote wa magereza kama walivyo hapa wananiangalia, kila mtu anasikiliza tunachozungumza. Kila afisa wa magereza
sikiliza ninachozungumza. Bwana jela amesema mzungumze hapa na wakili. Na kwenye simu, mheshimiwa, hiyo simu anaisikiliza nani? Mwingine. Nani anayejua kwamba kuna mtu mwingine huko anayesikiliza tunachozungumza? Nani anayejua kwamba kwenye control room hakuna vinasa sauti, hakuna bagging instrument? Kufanya nini? Kunasa mazungumzo yangu na mawakili. Sasa mheshimiwa, twende kwenye sheria. Twende kwenye sheria, kwa sababu hii ni mahakama ya sheria. Mheshimiwa, nataka nikusomee kanuni ya 13, kanuni regulation 13 ya Prison Management Regulations 1987. Prisons, in brackets, Prison Management Regulations 1987. Government Notice number 60 of 1987. GN 60 of 1987. Inasema hivi, naisoma kwa Kiingereza na nitaizungumza kwa Kiswahili. Kuuma huu wasikilize kuendelea gerezani. Every prisoner shall be given all reasonable opportunities of communication with his legal advisor or with such other person as the officer in charge may approve as representing the interests of the prisoner, and a visit to a prisoner by the legal advisor or such other person shall take place within the site but out of hearing of the prison officer. Within sight, out of hearing. Out of hearing. Sasa mheshimiwa, hii kanuni kuu kwamba wakili na mshtakiwa wanatakiwa wasisikilizwe maneno wanayozungumza na mtu mwingine yeyote, ni sehemu ya sheria kuu za kimataifa, Mheshimiwa Hakimu. Na nataka nisome the body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment. Hizi body of principles inaitwa maarufu kama the Mandela Principles. Kanuni za Mandela zilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Zilipitishwa kwa resolution of the General Assembly of the United Nations, resolution number 43/173 of 9th December 1988. Kanuni kuu kuhusu ulinzi wa watu wote ambao wako mahabusu, detention, au wamefungwa, they are imprisoned.
Sasa vumilie kidogo mheshimiwa Meya. Principle 18, kanuni ya 18 ya Mandela Principles. 18.1. A detained or imprisoned person shall be entitled to communicate and consult with his legal counsel. Two, a detained or imprisoned person shall be allowed adequate time and the facilities for consultations with his legal counsel. Three, the right of a detained or imprisoned person to be visited by and to consult and communicate without delay or censorship and in full confidentiality with his legal counsel may not be suspended or restricted save in exceptional circumstances to be specified by law or lawful regulations when it is considered indispensable by a judicial or other authority in order to maintain security and good order. Hizi kanuni zinasema that word other authority ni mahakama vile vile. Sio bwana jela. Sio bwana jela anayeamua, ni mahakama. Ndio inayoamua usionane na mawakili, uwekewe vizingiti vya kuonana na mawakili. Ni mahakama. Na nitakuja kwenye mahakama yako mheshimiwa. Sasa mheshimiwa, kwa hiyo tunazungumza 4 ni muhimu. Interviews between a detained or imprisoned person and his legal counsel mentioned in this principle
na haki pamoja na kuwa detainee. Mheshimiwa, haki ya kwanza nilionayo kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa magereza ni haki ya kuabudu Mungu, haki ya ibada. Kanuni ya 14 ya hizi prison management regulations. Na vile vile iko kwenye Mandela Principles, nitakuletea baadaye. Na haki ya kuabudu, Mheshimiwa, kila Jumapili Wakristo, na mimi ni Mkristo, Wakristo wanafanyiwa ibada na gereza kuu la Ukonga every Sunday. Na kwenye sikukuu za Kikristo wafungwa wanafanyiwa ibada gerezani. Mimi nilipelekwa Ukonga siku ya Ijumaa Kuu asubuhi. Ijumaa Kuu. Na nilipopokelewa immediately nilimuomba mkuu wa gereza nikasali sala ya Ijumaa Kuu, akakataa. Jumapili ya Pasaka nikamwambia mkuu wa gereza nataka niende nikasali. Jumapili ya Pasaka akakataa. Jumatatu ya Pasaka, bwana jela nataka niende kusali, akakataa. Na amekataa, nimeomba na amekataa kila Jumapili including ya jana. Wafungwa wengine wote wanakwenda kusali isipokuwa mimi na wengine ambao nitawataja hapa muda si mrefu. Isipokuwa mimi. Kanuni ya 14 inasema a minister of religion, that is 14:1. A minister of religion shall be admitted at proper and reasonable times to a prison to visit prisoners. Mtu kiongozi wa kiroho ataruhusiwa gerezani kwa muda unaofaa kutembelea wafungwa. Sio kwenda kuwaambia habari gani, hakuna chai kule wala kunywa nao chai kwa sababu hamna chai. Ni kwenda kuwapa huduma ya kiroho. Waislamu every Friday, sisi wa Kristo every Sunday and every Christian holiday. Wote wanakwenda isipokuwa huyu mhaini ambaye hawezi hata kuomba Mungu. Hatakiwi, sio hawezi, hatakiwi kuomba, hata kuomba Mungu. inasema 14:2, a minister of religion shall be permitted to hold religious services at such hours and in such places as the officer in charge may permit, and the officer in charge shall make such arrangements for the holding of religious services and for the religious instruction of prisoners, shall not in any way interfere with the routine and administration of the prison. Tunaruhusiwa kufundishwa dini. Kama hujabatizwa
au hujapata kipaimara au komunyo, utafundishwa hayo mambo ili ubatizwe au upate kipaimara au uwe unapata mwili wa Bwana. It is the law. Na tatu inasema, the attendance of prisoners at religious services and the religious instruction shall be voluntary. Sio lazima, hatulazimishwi kwenda kanisani. Unaenda ukitaka. Mimi nimetaka, nimekataliwa kwa siku 68. Kwa hiyo, my right of worship has been monstrously violated. Haki yangu ya kuabudu imekiukwa vibaya sana. Haki yangu ya kisheria. Na nimewaambia mawakili wangu throughout. Wamenipambania sana, wameshindwa, imeshindikana. La tatu mheshimiwa. Hivi ninakaa wapi gerezani? Ninakaa wapi gerezani Ukonga? Mheshimiwa hakimu. Mheshimiwa hakimu. Gereza la Ukonga lina sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ambayo wafungwa wote waliohukumiwa maisha, miaka 30, miaka 5, mahabusu na nini, wanakaa. Wao wanatakiwa wakae. Halafu kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu wanaosubiri kunyongwa. Nakaa death row. Nimewekwa death row. Sasa mheshimiwa, ukiwa death row, maana yake ni nini? Nataka nikusomee sheria maana ya kuwa death row. Kanuni ya 33 inazungumzia wale walioko death row. Walioko death row. Inasema hivi: notwithstanding anything contained in these regulations, a prisoner under sentence of death shall A, be confined apart from other prisoners and shall be under the constant supervision of 2 prison officers by day and by night. Ukikaa death row mheshimiwa, kama navyokaa mimi, wakati sijahukumiwa kifo, angalau bado, pengine tutafika huko, lakini bado, sheria inasema wanaokaa death row, wale waliohukumiwa kifo, wanatakiwa watenganishwe na wafungwa wengine. Wafungwa wengine wote. Mimi nimekaa death row tangu Ijumaa Kuu mpaka hapa tulipo. Na nikitoka kwenda kuonana na mawakili wangu au kwenda kuonana na ndugu zangu,
nafuatana na askari wawili muda wote, kama inavyotakiwa kwa waliohukumiwa kifo. Kama walivyo ambao wako under constant surveillance. Sheria inasema by day and by night. Mimi sijahukumiwa kifo, lakini nakaa death row and I'm under constant surveillance by day and by night. Ukiwa death row, mheshimiwa, kama ambavyo nimekuwa, ukiwa death row, pamoja na kuwa death row, bado una haki, bado una haki kwa mujibu wa sheria hizi. Kwa mfano nilizungumza habari ya haki ya kuabudu, sio? Haki ya kuabudu. A prisoner under sentence of death shall be permitted to receive visits by a minister of the religious denomination to which the prisoner belongs. Kwa hata wa death row wana haki ya kuabudu. Wote wanakataliwa, wote. Na mimi. Ukiwa death row, pamoja na kuwa umehukumiwa kifo, sheria inasema a prisoner under the sentence of death shall be allowed such amount of exercise as the commissioner may direct. Wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi. Kwenye chumba changu napokaa, mheshimiwa, hapo death row. Death row imezungukiwa na ukuta hivi. Nyuma tu ya chumba ya selo nayokaa ni uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, na wafungwa kila siku wanacheza mpira, wanatembea wanaotaka kutembea, wanakimbia wanaotaka kukimbia, wanafanya mazoezi wanaotaka kufanya mazoezi, isipokuwa walioko death row. Wa death row hawatoki nje ya death row. Hawana fursa ya mazoezi ambayo sheria imesema wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa mimi siwezi kucheza mpira, mheshimiwa. Miguu yangu iko kama ilivyo. Lakini huwa nafanya mazoezi ya kutembea. Na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba. Kwa hiyo napumzika mazoezi. Lakini from Monday to Friday natembea around hizo block 4 za death row. Ziko 4. Sasa hilo eneo nalotembelea, mheshimiwa, ni mifereji ya maji machafu. Ni mifereji ya kupitisha maji machafu. Na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wanafua nguo. Na wanapata wakitolewa asubuhi ndipo wanapopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi, mheshimiwa. Asante watu wasiojulikana. Nafanya mazoezi, natembea kila siku. Na siku zote nina hii fia kwamba hivi nikiteleza hapa itakuwaje? Kwa sababu mifereji ya maji machafu ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row. Lakini
tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa Kuu mpaka hapa nilipo, sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda kufanya mazoezi, na sheria inasema waruhusiwe. Sasa mheshimiwa, nimesema kwamba kanuni zinasema wafungwa walioko kwenye death row wasichanganywe na wafungwa wengine. Sheria ya magereza inasemaje? Prisons Act sura ya 58. Naomba uangalie kifungu cha 72 cha sheria hiyo mheshimiwa. Section 72 of the Prisons Act. A prisoner under the sentence of death shall be confined apart from other prisoners in a special cell or ward, and the treatment of the death penalty prisoner the treatment of a prisoner under sentence of death shall be as may be prescribed. Na sheria inasema, sheria kuu ya magereza inasema sisi ambao sio death row inmates tusikae na watu wa death row. So it is in the act, it is in the regulations. Nimewaambia mawakili wangu for the past 68 days. They have tried. They have tried valiantly. They have failed. They have failed. Sasa mheshimiwa, mawakili wangu wameniambia, na kuja sasa kwenye mahakama. Mawakili wangu wameniambia kwamba wameraise maswala haya mbele yako. Wameraise huu ukiukaji wa haki za mfungwa aliyeko mahabusu. They have drawn your attention to this unlawful treatment of a remand prisoner. Na wamenieleza jibu walilopewa ni kwamba mahakama haiingilii mambo ya magereza. Sasa mheshimiwa, huo msimamo kama ni wa kweli, kama ni kweli umesema hivyo mheshimiwa, huo msimamo uko nje ya misingi ya sheria ya nchi hii. Uko completely out of step with the law. Mheshimiwa, wewe ni justice visiting justice. Wewe ni wale wanaotembelea magereza. Hii sheria inasema kifungu cha 48 takitafuta mheshimiwa, usichoke. Takipata, but the import of the provision ni kwamba a magistrate is a visiting justice for all prisons under his jurisdiction. You are a visiting justice wa magereza yote ya Dar es Salaam, including Ukonga Central Prison. Kwa nini you are a visiting justice? Ni kwa sababu wewe ni hakimu. You are a judicial officer. Na kama judicial officer, wajibu wako hauishi unapohukumu mtu. Wajibu wako unaendelea kumsimamia huyo uliyemhukumu
au wale ulioamuru waende magereza, waende mahabusu, you continue to supervise their treatment while in prison. Tuende kwenye, ngoja nikupeleke kwenye kanuni za Mandela. Principle 4 of the Mandela Principles. Inasema, any form of detention or imprisonment and all measures affecting the human rights of a person under any form of detention or imprisonment shall be ordered by or be subject to the effective control of a judicial or other authority. Any form of, yes, principle 4. Nimesema zinaitwa Mandela Principles, but their name is the body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment. Any form of detention or imprisonment and all measures affecting the human rights of a person under any form of detention or imprisonment shall be ordered by or be subject to the effective control of a judicial or other authority. Nimesema Mheshimiwa Hakimu, hili neno other authority limetafsiriwa humu. Nitakupatia hiyo the proper provision iliyo tafsiri. Lakini maana yake ni nini? Mahakama. Ni mahakama ndio inatakiwa iwe na effective control over prisoners and detainees. Kwa wajibu wako hauishi unaposema mpeleke mahabusu. Wajibu wako unaendelea. Ndio maana huwa unatembelea magereza, Mheshimiwa. Na nimeambiwa siku za karibuni ulikuwa magereza as a visiting justice. Nimeambiwa, nafuatilia mambo haya. Kwa hiyo Mheshimiwa, msimamo sahihi wa kisheria ni kwamba ni mahakama hii ndio inayopaswa isimamie utekelezaji wa haki za wafungwa wakiwa Ukonga Central Prison au wakiwa mahali pengine popote. Ni mahakama hii, sio bwana jela. Na nimewaambia mawakili wangu yote haya. They tried valiantly. They fought hard. They have failed. Kwa hiyo Mheshimiwa, naomba nisikuchukulie, yako mengi. Mengine tutakutana nayo kama tutaenda High Court. Tutakutana nayo. Lakini kwa haya ambayo nimeyasema, mawakili wangu na washukuru, you fought bravely, you fought professionally, you did your duty and you did it well. It is time to step aside and let me do what I must do. It is time to let me do what I must do. It is my case again. Kwa Mheshimiwa, from now on, mimi ndio nitakayejibizana na hawa mawakili wa serikali. Nimemaliza Mheshimiwa.
So kwa hiyo kuanzia sasa hoja zitakuwa zinajibiwa kati ya upande wa mawakili wa serikali, upande wa jamhuri na mshtakiwa mwenyewe, mpaka pale atakaposema tena vinginevyo kwamba naomba mawakili wangu warudi au warudi huyu na huyu. Lakini kwa sasa mshtakiwa atajitetea mwenyewe kama alivyoomba, ombi lake limekubaliwa na upande wa utetezi wameridhia hivyo. Kwa hiyo kuanzia sasa ni mawakili wa serikali dhidi ya mshtakiwa. Okay, Asante. Mheshimiwa, labda niombe lingine dogo kuliko nje ya haya. Naomba nipate kiti kirefu angalau niweze kuweza kuandika. Okay, sawa. Tafutieni hiki kifupi, tafutieni kiti. Kikaa hapa hata unione. Tafutieni kiti. Okay, sawa. Yeah. Jamhuri, kuna hoja nyingi zimesemwa na mshtakiwa, naamini mmezirekodi. Unaona Mheshimiwa? Nahitaji mzijibu sasa. Mawasiliano na mawakili wangu yapitie. Sasa sikiliza. Nimesha rule out. Nimeshatoa uamuzi mdogo kwamba sasa unaendelea mwenyewe. Sawa. Yeah. Yes, issue ni nini hapa? Mugwai. Ni nini Mugwai? Unasemaje Mpoki? Issue ni nini? Nilikuwa namuuliza kama na karatasi za kuandika nipe. Okay. Au zenyewe zinakataza. Ya sasa nitoe maelekezo. Unapokuwa mahakamani, maafisa usalama, unapokuwa mahakamani kama wakili unahitaji kumpa nyaraka yoyote mshtakiwa, apewe, asizuiwe kupewa. Sawa. Kama kutoka kuna hoja yoyote nielezo mimi. Lakini sio vibaya nikajua kabla hamjampatia ili kuondoa hiyo tofauti. Sawa. Yeah, ili kuondoa hiyo tofauti. Sawa. Yeah. Yes, upande wa mashtaka Mheshimiwa, kama tulivyoeleza awali, shauri kwa ajili ya kutaja, labda hoja yetu ni kwamba tumesikia mengi kuhusu ambayo mshtakiwa ameliambia mahakama yako. Kama tuliyaelewa vizuri, yalilenga kuiambia mahakama yako sababu ya kwa nini hataki mawakili waendelee kumwakilisha. Kama tumemwelewa vizuri, alikuwa anatoa sababu zinazopelekea kwa nini anaona sasa ajitetee mwenyewe. Mheshimiwa, hoja nyingine ambazo amezileta zikiwa ni sababu za kuieleza mahakama yako kwamba kwa nini anataka kujitetea mwenyewe. Mheshimiwa, japo mahakama yako tukufu imeshaamua kwamba imesha discharge kwa makubaliano mawakili wa utetezi katika shauri hili, na sisi tunaona ni busara, kwa sababu kifungu cha 310 ndio cha CPR ndio kinatoa haki ya mshtakiwa kuwakilishwa kwenye mashauri ya jinai, na unapopewa haki ni haki yako pia kuikataa au kuikubali. Kwa hiyo kama ambavyo mahakama imesha rule kwamba hii haki mshtakiwa kaamua kuikataa, kwa hiyo azirati imekuwa ruled out na mahakama. Tukija kwenye hoja ambazo yeye ametuletea hapa mahakamani,
ni hoja ambazo zinaenda moja kwa moja kwenye jeshi la magereza. Ni kwa jinsi gani ambavyo yeye anakaa huko, na hakukuwa na hoja yoyote ambayo humu ndani tunatakiwa tuijibie. Hoja ile imesikilizwa, imeletwa kwa upande wake, ina maana upande wa magereza bado haujasikilizwa kuhusu hayo anayoyasema. Nimeielewa mheshimiwa, sidhani kama hoja hizi zilizoletwa za jinsi gani huko sijui nini zilikuja kwa ajili ya mahakama yako tukufu izitolee maamuzi. Kama tulimuelewa vizuri, labda atatudia, lakini alikuwa anatoa sababu gani zinazomfanya awakatae, awaondoe mawakili, sio wakatae, awaondoe mawakili wake na kuamua kujitetea mwenyewe. Lakini kama kuna hoja ambayo anaamini jeshi la polisi, jeshi la magereza halija au mkuu yoyote wa jeshi la magereza hajaamua au hajafanya kile ambacho sheria inamtaka akifanye, tunasema bado ana haki ya kisheria kuomba prerogatives orders. Specifically ni mandamus, anaweza akaomba mandamus. Yeye ni wakili kama alivyojitambulisha na anasema ni mzoefu. Ni kweli kaka yetu wakili mzoefu, anajua nini kinachotakiwa kufanyika kuweza kuomba hizo shufaa stahiki katika mahakama husika au mahakama yenye uwezo wa kusikiliza mandamus. Na mheshimiwa, hizi zinaombwa ni kanuni ya 4 kanuni ya 4 ya kanuni za law reform, fatal accident and miscellaneous provisions act regulations, rules, sorry, sio regulation, ni rules. Ni kanuni za sheria ya law reform, fatal accident in brackets and miscellaneous provision, judicial review procedure and the fees, rules za mwaka 2014. Kanuni ya 4 inasema mtu ambaye anayetaka kuomba judicial review afanye nini, na pia inatoa mania ya moja kwa moja. Na ukitumia application hii au maombi haya, ndipo tutapata sasa haki ya pande zote mbili kusikiliza. Sio kama hivyo ambavyo mahakama yako inapokea taarifa kutoka upande mmoja, kwamba kama sheria zipo alivyokuwa na zisaiti na hii mamlaka authority haijazifuata au haijazifanya, anaamini hilo, basi afate procedure yeye kama mwanasheria, kuliko kiomba mahakama yako itoe maagizo. Maana ikitoa maagizo inatoa maagizo ya mandamus sasa, na ambao this is not a proper avenue kufanya application hiyo. Kwa hiyo implied ni kama nimeletwa application ya prerogative order without formal application. Kwa hiyo upande wa jamhuri tunaona kuendelea kuingia kwenye huu mtego wa kuzijibia hoja alizozileta, kwamba authority hainifanyii hivi, hainipi hiki, hainipi haki ile. Tutakuwa tumeingia kwenye mtego ambao pia tutaifanya mahakama hii itoe
itoe maamuzi au itoe orders ambazo sio sehemu yake. Hizi prerogative orders zinatolewa kwa maombi maalum kama ambavyo nimeiambia mahakama yako tukufu, na utaratibu maalum ambao sasa pande zote mbili zitapata nafasi ya kusikilizwa. Utaratibu huo ukifuatwa, kweli yuko konde, kweli sio nini, hivyo vyote si tumesikia upande mmoja kwa maneno na bila kusikiza upande wa pili. Kwa hiyo sisi tunaona kama kuna hayo malalamiko, basi sheria hii itumike kuweza kutoa hizo oda kama ikibainika kweli kuna kiongozi au authority fulani ijafanya majukumu yake iliyopewa kisheria, basi wawe compelled kufanya hayo majukumu, lakini kwa kufuata utaratibu mzuri na kila kitu kiko kwenye sheria. Otherwise, kwa kusema haya, tuondoke huko tuje kwenye ombi la jamhuri. Mheshimiwa, shauri kama tulivyoeleza wazi, tulivyoeleza awali kwamba ni kwa ajili ya kutajwa mbele yako leo. Mheshimiwa, nahitaji kujibu alichokisema mheshimiwa, asiende tu. Nilikuwa mwenyewe Mheshimiwa hakimu, Mheshimiwa, kwenye issue gani ndio nimeona umeeleza? Mheshimiwa, kwenye upande wa malalamiko dhidi ya jeshi la magereza, sisi tunaona ni hayo kwamba utaratibu ufuatwe ili wenzetu nao wapewe nafasi ya kusikilizwa kuliko mahakama yako itaingia kuamua kitu ambacho kisicho na bila kufuata ule utaratibu. Sisi tumemaliza sema. Mheshimiwa, nimemsikiliza wakili wa serikali mkuu na naomba niseme kwa kifupi sana mheshimiwa. Ninajua utaratibu wa kuomba amri ya mandamus, sio kwamba nimeusahau au siujui. Sijaomba mandamu sio kwa sababu sijui. Mheshimiwa, nilisema wakati nazungumza kwamba kisheria mahakama hii ina retain control, effective control over the detainee or the prisoner. Nilisema mheshimiwa, you are a visiting justice. Nilisema nitakwambia kifungu ni kifungu cha 101 cha sheria ya magereza, kifungu kidogo cha 5. Every area commissioner, magistrate and justices of the peace shall be an ex officio visiting justices of all prisons within their respective areas of jurisdiction. Nachotaka, nimetoa taarifa to a visiting justice. Do your duty. Nimetoa taarifa. Wakili, umeelewa? Hii ni taarifa. Ningetaka maombi, ningeleta maombi. Yeah. Nimetoa taarifa to a visiting justice. Kwa hiyo
Kwa hiyo umeelewa wakili wa serikali. Mheshimiwa, mimi nilivyomuelewa tangu mwanzo ni hivyo, sababu kwamba alikuwa anataka kuwaondoa mawakili wake, lakini sasa maneno yakawa mengi na jinsi anavyoishi pale. Kwa hiyo nikasema kama yapo hayo anayoyasema, wapewe nafasi wenzetu waweze kuyasemea kuliko mahakama yake kuyaongea. Lakini kama ameiweka kwamba ni taarifa kwa mahakama ambayo itatembelea magereza, taarifa haijibiwi. Yaani sisi hata kama ilikuwa ni taarifa, hata mahakama yako ilikuwa haina haja ya kutuambia labda tuijibie, si ndio? Sababu halikuwa ombi wala haikuwa chochote. Kwa hiyo ni kama ni taarifa, mheshimiwa, tunategemea tu mahakama iseme imeipokea. Endelea wakili. Rejoin, you are rejoined. Ni hayo tu mheshimiwa. Ni hayo. Ni hayo. Kwa hiyo niseme katika hizo submission zako, kwa sababu ni taarifa, nimezichukua na zitafanyiwa kazi kiutawala, not judicially, administratively. Sawa sawa, ni sahihi kabisa. Mahakama hii imekuwa inafanya inspection, ukaguzi kwenye magereza yote, na personally as an in charge, mimi kama mfawidhi nimekuwa natembelea huko. Kwa hiyo tafanyiwa kazi kiutawala. Sawa sawa? Yeah, asante. Yes, twende kwenye maombi yako uliokuwa unataka kuyaleta haya. Ni yapi? Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, shauri hili kama nilivyoeleza awali kwamba linakuja kwa ajili ya kutajwa Mheshimiwa, shauri hili lipo kwenye hatua ya kusomwa kwa mujibu wa kifungu cha 245 kifungu dogo cha 6 cha sheria
ya mwenendo wa mashauri ya jinai Section 245 kifungu kidogo cha 6, baada ya upande wa upelelezi kutekeleza maelekezo aliyopewa chini ya kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 5. Hivyo kwa kutoa nafasi hiyo, tunaiomba mahakama yako iweze kuahirisha shauri hili mpaka tarehe nyingine ya kutajwa, tuje tuiambie mahakama sasa kama shauri limeshafailiwa mahakama kuu au vinginevyo. Umemaliza? Mheshimiwa, ni hayo. Lissu. Mheshimiwa, nashukuru. Tuahirishe tena hivyo inavyoombwa. Mheshimiwa, kama nilielewa amri ya mahakama ya mwisho ya tarehe 2 ya mwezi huu, ilikuwa mahakama yako tukufu Mheshimiwa iletewe taarifa ya upelelezi ulikofikia. Tuliambiwa siku hiyo ya tarehe 2 kwamba upelelezi uko kwenye hatua za mwisho. Leo tutakuja kuambiwa imekamilika au la. Sasa wakili wa serikali mkuu anaomba tuahirishe tena. Taarifa aliyoisema ni taarifa ya mdomo. Those are words from the bar. Hiyo sio taarifa ambayo iko envisaged kisheria. Mheshimiwa, mkurugenzi wa mashtaka, kwanza nianze na taarifa inatakiwaje, alafu tarudi kwenye hiki kifungu alichokisema 245(5) cha sheria ya mwenendo wa mashtaka. Hiyo taarifa ambayo inazungumzwa kisheria, ambayo ilitakiwa iletwe hapa, ni taarifa ya upelelezi ambayo ipo kwenye kifungu cha 16 1 na 2 ya sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka, National Prosecutions Service Act. Which provision? 16
16 generally, but specifically 16.1 and 16.2. Mm. 16.1 Mheshimiwa, inampa mamlaka mkurugenzi wa mashtaka ya jinai na mawakili wa serikali hawa wa ofisi yake mamlaka ya kusimamia upelelezi wa kesi za jinai. Mheshimiwa, sheria inasema the DPP shall be the head of operations in relation to coordination of investigations, of criminal investigations. Head of operations. Ndio mkuu wa operesheni kwenye masuala ya uendeshaji wa upelelezi. Na mamlaka ya DPP ni mamlaka ya mawakili wake hao. Kwa sababu sheria inasema kile ambacho DPP anaweza akakifanya kinaweza kufanywa vile vile na mawakili wa serikali walioko ofisini kwake, na wakikifanya mawakili wa serikali kitahesabika kimefanywa na DPP. And that is kwenye hiyo section 16.1 and 2. Sasa Mheshimiwa, subsection 2 inasema DPP na by extension mawakili wa serikali wana mamlaka ya kumwamuru huyo anayepeleleza, kumwamuru awape taarifa ya hatua ya upelelezi kufikia. In the exercise of powers, the director may require any authority mandated with investigative functions to investigate any criminal allegations that have come to the director's knowledge and furnish him with a report on the result of such investigations. And the director shall have power to order that investigation be conducted by an investigative organ named. Ana uwezo hata wa kuamua nani ndio afanye upelelezi, lakini ana mamlaka ya kuamuru nileteeni taarifa ya upelelezi. Hiyo taarifa ya upelelezi ndio tulitazamia kuiona hapa, sio maneno matupu ya wakili wa serikali mkuu. Maneno matupu hayavunji mfupa. Endelea. Sasa Mheshimiwa, 16.3 ndio iliyowapa hawa mawakili wa serikali mamlaka. The director may order that a state attorney coordinate an investigation of a crime, and every investigating officer shall comply with that order. Sasa Mheshimiwa, kati ya DPP ambaye hujawahi kumwona hapa hata siku moja na hawa mawakili ambao wako hapa kila siku kesi ikija, nani ndio mwenye faili? Nani ndio mwenye mamlaka ya huo upelelezi wa kuamuru upelelezi nini? Hiyo taarifa ya upelelezi ipatikane. It is my submission kwamba ni hawa. DPP hajawahi kuja hapa, hana
hana case file. Wenye faili la mahakama ni hawa. Wanaojua kitu gani kinaendelea ni hawa. Wanatakiwa watupe ripoti walioipata kutoka kwa wapelelezi, waiweke mahakamani. Sio maneno matupu. Sio maneno matupu. Kama watasema hawana, kama watasema hiyo ripoti wao hawana, iko kwa DPP, na iomba mahakama yako mheshimiwa imuite DPP ailete hiyo taarifa hapa. Tusidanganyane. Wasije wakasema tu ipo kwa DPP, tunataka DPP aje ailete kama wao hawana. Mimi naamini wao wanayo, kwa sababu wao ndio wana file, wao ndio wana kesi hii siku zote, siku leo 68. Watoe taarifa. Kama hawana, DPP aje atuletee kitu chenye mashiko, sio maneno matupu. Mheshimiwa, kuhusiana na 245(5), the Director of Public Prosecutions or that other public officer after studying. Ngoja. Nilikuwa nataka niweke sawa. Nilizungumza 245(6). Baada ya kukamilishwa kwa 245(5) na sasa nilizungumza tuliagiza further investigation. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Yeah. Sahihi. Kwa hiyo kirejee kifungu cha 245. Yes. Kifungu kidogo cha 6. Asante mheshimiwa. Asante sana. 245(6) inasema hivi: where the Director of Public Prosecutions or that other public officer, after studying the police case file and the statements of the intended witnesses, decides that the evidence available or the case as such warrants putting the suspect on trial, or he shall draw up or cause to be drawn up an information in accordance with the law, and when signed by him, submit it together with 3 copies of each of the statements of witnesses sent to him under subsection 4, including any document containing the substance of the evidence of any witness who has not made a written statement. Hiki kifungu mheshimiwa, kimetajwa completely premature. Completely premature. Oda ya mahakama ilisema walete taarifa uchunguzi umefikia wapi. That was the order. Hiki kinasema, kinazungumzia upelelezi ulishakamilika, mafaili yalishapelekwa kwa DPP, ameyasoma, ndio anaamua tuende mahakamani au tusiende. Sasa subiri. Ndio. Subiri. Yes. Katuga, unaweza ukajibia hiyo point kabla sijamruhusu kumalizia? Ndio ulikuwa unamaanisha hivyo kwa hicho kifungu? Mheshimiwa, nilichokuwa na maanisha, jalada limeletwa kwa ajili ya kusomwa in complying with section 240 na kwa hiyo jalada sasa mnalo. Ndio maana ya hicho kifungu. Na ndio hicho umemwelewa? Kwa hiyo jalada sasa wanalo. Kwa hiyo sasa iko hatua gani baada ya kuwa jalada mnalo? Mheshimiwa, nimemaanisha. Mheshimiwa, naona mawakili wameondolewa lakini bado wanajisikia kusema. Tulia, endelea. Mheshimiwa, nilichomaanisha jalada baada ya kucomply na ile further investigation. Kwa maana kifungu cha 245 sub 5 limeletwa sasa kwenye kusomwa kwa maandalizi ya kupeleka mahakama kuu, ndio maana ya kifungu hiki. Okay. Yes.
Sasa sijajua sieleweki wapi. Okay. Ila naenda kwa ajili ya sheria inavyosema. Lissu Tumii maneno wanayoyataka. okay. Umemwelewa sasa? Nimemwelewa, ndio maana nimesema mheshimiwa ametanguliza mkokoteni mbele sana ya farasi, mbele sana ya punda. Alitakiwa aelewe, comply na amri ya mahakama. Moja, mheshimiwa hakimu, ulituambia tulete taarifa ile ambayo nimeisema. Ulituambia tulete taarifa, upelelezi umefikia wapi? Mheshimiwa, upelelezi umekamilika, taarifa ni hii. Alafu pili, ndio aseme hivi, kwa vile upelelezi umekamilika mheshimiwa, tumepeleka DPP amepelekewa witness statements na vitu kama hivyo, na sasa anasoma jalada ili aamue tuta prosecute au la. Kwa hiyo ngoja. Yes. Ni sahihi aliyoyasema mshtakiwa, anayoyasema Ya kwamba Mheshimiwa ameyasema ndio. Yeah. Actually, yes. Sawa. Umemwelewa. Kimsingi mnaongea lugha moja. kabisa. Lakini hapa ni tafsiri ya maneno. Mshtakiwa ambaye ameieleza mahakama ni wakili wa miaka 22. Amejaribu kueleza namna ambavyo submission ingepaswa kuwa kwa urahisi ili kueleza mahakama namna gani mmetekeleza amri yake. Ndicho hicho nilikuwa nataka. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka unijibu. Aliyoyasema hayo ni sahihi ili ni ya rekodi au unafikiri amezidisha? Yeye aseme au sisi tumjibu. Okay. Sawa. Anyway, it's okay. It's sawa. Yeah, it's sahihi. Yeah, it's sahihi. He will have his Yeah. his bite of the apple. Sasa mheshimiwa, nimesema kifungu cha 245 kina hatua tatu. Kuna hatua iliyoko 244. DPP anapelekewa witness statements. Unajua, Ndio. Mimi nataka to save time. Yes. Nataka to save court's time. Yes. Ulioyasema ni sahihi kabisa na ambayo aliyasema. Isipokuwa yeye tu alisema kwa kifupi. Basi. Kwa hiyo ili kupunguza kuongea sana. Kwa sababu ulivyosema ndivyo ambavyo amesema. Ila yeye aliongea kwa kifupi na kurifaya ile amri ya mahakama ya kwanza. Kwa hiyo ninamtaka tu arejee aseme nini ambacho kwa maana ya upelelezi umefikiwa. Kama ni hayo ambayo umeyasema, then huna sababu ya kuendelea kusaiti hivyo vifungu vya kisheria ili tuweze kutunza muda wa mahakama. Kwa hiyo kama angalau umepeleza vizuri mheshimiwa. Yeah. Kwa upelelezi umekamilika. Faili liko kwa DPP, analisoma. Ili aamue. Katuga ni sahihi au sio sahihi? Mheshimiwa, ni nadhani sijui tuelewani. Yaani iko hivi. Ndio. Jalada lilirudishwa kwa further. Yes. Time ndio ilikuwa taarifa hiyo. Ndio. Ile further investigation imefanyika. Jalada limeletwa kwa DPP kwa ajili ya kusomwa, kuamuliwa kwenda mahakama kuu. Ndio kauli niliyoitumia. Okay, sawa. Sasa yeye ni sahihi. Ni sahihi. Hata kusoma. Yeah. Mpaka tutakapofaili mahakama kuu ndio tunaiambia mahakama imeshakamilika tayari, nyaraka iko mahakama kuu. Ni sahihi. Ndio mheshimiwa, lakini ukisema nilazimike kusema hayo, mimi nasema kwa mujibu wa vifungu. Yeah. Kama nilichokuwa nasema sasa, yeye anataka hatua ipi? Anasema sasa hivi linasomwa ili kuamuliwa. Tukishaamua ndio tunakuja kuiambia mahakama umekamilika na tumefaili mahakama kuu. Hivyo ndio sheria. Yeah. Ni sahihi. Ni sahihi.
Asante. Mnajua mnaongea lugha moja? Nimeshakubali. Yeah, sawa. Nimeshakubali. Okay. Tumwachie DPP Mwakitalu asome jalada na kutana ili tuje tuambiwe baada ya kulisoma ameamua nini. I hope kusiwe tena na dana ya ahirishwa. Ndio maana nimesema mnaongea lugha moja. Sawa, ni sawa. Mnaongea lugha moja. Hiyo ni sawa sawa. Kama tumefika hapo, Yeah. jalada limekwenda, linasomwa, tukutane baada ya wiki mbili kama. Yeah. Mm.